Maandamano ya Tanzania yameingia siku yake ya 5 na ukweli usiopingika ni kwamba hali inazidi kutisha. Hali inazidi kutisha kiasi kwamba chama cha upinzani Chadema wametoa barua nyingine tena, na hii ni kutokana na hiki ambacho kinafanyika na hali ambavyo inazidi kuzorota. Sasa barua hii hapa kuna baadhi ya mambo ambayo yameainisha, ambayo watu wengi labda watakuwa wajui, hususan kuhusiana na vifo na namna ambavyo serikali inajaribu kuficha ushahidi wa namna ambavyo vifo vinazidi kuongezeka katika maandamano haya. Sasa hii barua ya Chadema nataka nisome moja kwa moja hapa. Walikuwa wamesema kwamba taarifa kwa umma: kufuatia matumizi ya nguvu yasiyo ya lazima ya vyombo vya dola vya Tanzania dhidi ya wanaoandamana kwa amani, kufuatia kuwepo kwa idadi ya vifo vingi pamoja na raia wengi wenye majeraha yanayotishia uhai wao kwenye maeneo tofauti ya nchi, kwa mujibu wa taarifa tulizonazo mpaka sasa. Pia kufuatia kuwepo kwa picha na video zinazoonyesha maiti kuzagaa mitaani na taarifa za baadhi ya hospitali kulemewa na maiti, hali inayoashiria kufanyika mauaji ya halaiki Tanzania chini ya serikali dhalimu ya Samia Suluhu Hassan na chama chake. Kufuatia taarifa tulizozipata na jeshi la polisi kuzunguka kwenye hospitali mbalimbali ili kuchukua miili ya waliouawa kwenye maandamano kwa lengo la kufuta ushahidi na takwimu, na kufuatia majeruhi wengi kushinda kwenda hospitali kutibiwa majeraha yao kutokana na ukosefu wa huduma nyingi za kijamii ikiwemo usafiri na ukosefu wa mawasiliano, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema tunalaani vikali matumizi ya nguvu yasiyo ya lazima ya vyombo vya dola vya Tanzania dhidi ya waandamanaji walioamua kutumia haki yao ya kikatiba na kisheria kuandamana kwa amani kupinga zoezi haramu linaitwa uchaguzi. Pili, tunavitaka vyombo vya dola kuacha mara moja matumizi ya nguvu zilizopitiliza na yasiyo ya ulazima wote kwa raia wanaoandamana kwa amani. Tatu, tunashauri na kuiomba jumuiya ya kimataifa, hasa Umoja wa Mataifa na Mahakama ya Kimataifa ya Makosa ya Jinai ICC, kuendesha kwa dharura uchunguzi huru wa mauaji haya yanayofanywa na serikali ya Tanzania dhidi ya raia wake na kuchukua hatua stahiki. 4, tunaitaka serikali kurejesha mara moja huduma ya mtandao ili kurahisisha mawasiliano ya wananchi pamoja na kuwekeza huduma nyingine za kijamii kupatikana kwa urahisi. Imetolewa leo Jumamosi tarehe 2 Novemba mwaka 2025 na John Mnyika ambaye ndio katibu mkuu. Sasa hii ni barua ambayo imetolewa kwa mujibu wa namna ambavyo imeandikwa pale chini. Wamesema Jumamosi tarehe 2. Nadhani kwamba kidogo hapa wamechanganya tu tarehe, sababu leo tarehe 2 ni sio Jumamosi, ni Jumapili. Anyway, kikubwa ambacho wamekisema Chadema kwenye barua hii, kwanza wamedhibitisha kwamba kuna miili mingi sana iliyozagaa, na by the way ni kutokana tu na sheria za mitandao na sheria za uandishi wa habari. Ningekuwekea video hapa ukaziona, lakini kutokana na sheria na namna ambavyo YouTube huwa ina utaratibu wake, siwezi nikaweka miili ya watu iliyozagaa mitaani kwa namna ambavyo Chadema wanasema, lakini kuna clips na video nyingi sana ambazo zinasambaa zikionyesha miili ya watu wengi sana wamezagaa kando ya mabarabara ambao wameuawa kutokana na maandamano haya. Sasa Chadema bana wamezungumza na kusema kwamba wamepokea taarifa kwamba miili imezagaa na hospitali imelemewa kutokana na kwamba miili imejaa mingi sana ambayo hawana sehemu ya kupeleka, lakini pia waliojeruhiwa wanapata ugumu kuweza kuwaisha kwenye vituo tofauti vya afya kutokana na kwamba huduma za usafiri kwamba zimetatizika. Lakini pia wametaja kuhusiana na polisi kutembea katika hospitali makubwa kuchukua miili ya waliouawa na kwenda kuipeleka sehemu isiyojulikana ili kuweza kuficha ushahidi ya kuonyesha kwamba kuna watu ambao wameuawa kutokana na maandamano haya. Lakini Chadema bana wameitaka serikali kusitisha mara moja kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji, lakini pia wameomba jumuiya ya kimataifa na hasa Umoja wa Mataifa UN pamoja na Mahakama ya Kimataifa ya Makosa ya Jinai ambayo inajulikana kama International Criminal Court ICC waingilie, waanze uchunguzi wa moja kwa moja ili kuweza kuchunguza mauaji ambayo yanakisiwa kwamba yamefanyika katika taifa la Tanzania. Sasa ndio baadhi ya taarifa ambazo tunazo mpaka kufikia muda hapo kuhusiana na vifo ambavyo vimeshuhudia katika maandamano ya mwaka 2025.